Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu. Nikukaribishe tena katika kipindi hiki cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Ni mimi ndugu yako na rafiki yako Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa ngome makimbilio duniani. Popote ulipo katika bara lolote, nchi yoyote, mikoa yoyote katika nchi ya Tanzania, nikukaribishe tena tujifunze pamoja. Tuombe. Yesu Kristo, asante. Wewe ni mwaminifu na mwema. Roho Mtakatifu kawe mwalimu katika somo hili na katika mafundisho haya, kamjenge na kumuimarisha mtumishi huyu na mtoto huyu ambaye Bwana umempa neema, na familia hii ambayo umeipa neema kujifunza kwa utukufu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutajifunza namna ya kushughulikia roho ya mauti na uharibifu. Namna ya kushughulikia roho ya mauti na uharibifu. Mithali 14:12, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kuna watu wengi sana wanaishi maisha ya kushangaa. Ulianza vizuri ukaishia pabaya. Uliomba sana, mambo yakafungwa, mambo yakawa hayaeleweki. Mambo yalifunguka kidogo, lakini baadaye yakafunga tena. Ulianza biashara ukaishia kwenye madeni. Ulianza mahusiano ukaishia kwenye maumivu. Swali la kujiuliza, tatizo lipo wapi? Ndio maana leo nimekuletea jibu kwamba kuna roho mbili zinafanya kazi kwa pamoja. Lazima ujue kuna roho ya mauti na roho ya uharibifu, lakini kinachoanza ni roho ya uharibifu. Inaanza taratibu katika maisha yako. Roho ya mauti inamaliza kabisa maisha yako. Hizi sio hadithi, ni ufunuo wa kiroho ambao nimekuja kukupa. Kwa ukiona unafanya vitu, kuna watu wana maswali. Kwa nini maisha yao yako hivyo? Kwa nini wako hivyo? Kwa nini wanaenda katika hali hizo? Kwa kuna vitu ambavyo lazima ukae chini na uelewe na ujue kwamba kabla ya kufanya jambo, kagua kwanza unachotaka kufanya. Kwa lazima ujue asili ya roho ya mauti na uharibifu. Kitabu cha Ayubu sura 28 mstari 22, uharibifu na mauti husema. Ni hii ishara kwamba hii ni wazi kwamba inaonyesha hizi roho huwa zinakaa chini. Huwa zinakaa chini na kujadili. Hii inaonyesha hizi sio hali tu, ni nguvu zenye akili. Maana zinapanga na zinashikamana. Roho, uharibifu na mauti husema, maana zinazungumza, zina kinywa, zinasema. Bwana Yesu asifiwe. Zinashirikiana. Kwa hakuna mauti bila uharibifu kwanza. Hakuna mauti bila uharibifu kwanza. Kwa kinachoanza ni uharibifu. Kwa uharibifu afu inafuata mauti. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unaweza kujiuliza, sasa mbona mimi naanzisha vitu vinakufa? Mbona huduma haisongi? Mbona ni kama nina mikosi? Kuna mara nyingi mifumo ya hawa, namna wanavyofanya kazi, huwa wanakutengenezea njia nzuri mwanzoni. Mauti na uharibifu wanakutengenezea njia nzuri mwanzoni. Unaona fursa, opportunity. Unaona baraka, unaona faida, auoni hasara. Unapoanza hiyo biashara, unapoanza hiyo kazi, auoni hasara, unaona faida. Unaona fursa, auoni kushindwa. Lakini mwisho wake ni hasara na machozi na kuvunjika. Lakini pia hizi roho wanajificha mwisho wa jambo. Tabia ya hizi roho hujificha mwisho wa jambo. Roho ya uharibifu na mauti huwa zinajificha mwisho, hazijagi mwanzo. Mungu huona mwanzo na mwisho. Ndio maana lazima ujifunze kuanza na Mungu. Wewe unaona mwanzo kwa macho ya kawaida, ndio maana ipo nje inaonekana kuwa safi machoni pako. Hiyo biashara, hiyo kazi, hiyo ndoa, huyo mchumba, huyo mwanaume ulimuona na stahili kuwa kwenye maisha yako, lakini macho yako yalikudanganya kwa sababu ya vigezo vya mwilini. Bwana Yesu tusaidie sana. Ndio maana watu wengi huanguka. Lakini hizi roho wanakuja kwa njia ya kuvutia. Biashara nzuri, lakini unaona mwisho wake. Yaani biashara ukianza kuidraft, inakuonyesha kabisa hii biashara unatoboa. Kazi ukiipata unaona kabisa unaanza kutoboa, lakini mwisho wake ni madeni. Rafiki mzuri, lakini mwisho wa urafiki ni usaliti. Mahusiano mazuri, mwisho wa mahusiano ni maumivu. Lakini ukiona maisha yako yanaishi hivi, unaona vitu ulivyopanga haviendi sawa sawa, jua roho zinazofanya kazi ni roho mbili, kwa uharibifu na mauti. Lakini pia ziko dalili za roho ya mauti au roho ya uharibifu. Dalili za roho ya uharibifu, namba 1, lazima ujue kabla ya mauti, lazima uone hizi roho au uone hizi dalili. Kabla ya roho ya uharibifu au kabla ya roho ya mauti kutokea kwenye maisha yako, kuna dalili lazima uone. 1, kuanza kuharibikiwa taratibu.
kuanza kuharibikiwa au vitu kuharibika taratibu. Fedha zinapotea polepole, biashara inapungua, mahusiano yanaharibika. Watu wengi husema ni mapito tu. Sio mapito, ni uharibifu umeanza. Kuna mambo mengi uliyoyachukulia kama mapito na kama majaribu mpaka leo yatoke. Maana ya pito manake ni kitu kinachopita, kiwezi kudumu. Kwa nini kimedumu miaka yote? Hawezi kujiuliza maswali na unaomba, unafunga na unatoa sadaka. Kwa nini kimedumu kwa muda wote? Ni jambo la kukaa chini na kulitafakari kwa kina. Bwana Yesu tusaidie sana. Lakini dalili nyingine ya pili, kupotea kwa utulivu. Unakosa amani, unaanza hofu. Unakuwa na wasiwasi bila sababu. Wasiwasi unapoanza jambo, kisha uona mwanzo unaanza jambo, wasiwasi achana nayo. Hilo jambo usilifanye. Unapoona una mtu amekuja kama rafiki, unaanza kuwa na wasiwasi naye na question mark naye. Hiyo ni dalili tu, lazima uachane naye. Nikupe taarifa. Uharibifu umeanza kutokea kwenye maisha yako. Biashara unayosita na mara mbili kuifanya, iache, usihangaike nayo, utapata shida. Namba 3, kuanza kuharibu maamuzi. Unafanya maamuzi mabaya, unachagua watu wasio sahihi, unachagua njia mbaya. Kati ya kitu cha msingi ambacho kinaweza kuleta hatima kwenye maisha yako na mabadiliko kwenye maisha yako, aina ya uchaguzi wa watu na maamuzi yanaweza kuleta hatima kesho yako. Lakini ni kuingia, namba 4 ni kuingia, dalili ya 4 ni kuingia kwenye mazingira ya hasara. Unakutana na watu wanaokurudisha nyuma. Kila unachokifanya akizai. Kila ushauri unaopewa na watu hamna kinachotokea. Lakini bado umeendelea kuangangania hao watu, hutaki kuwaacha. Bado unaona kama ni marafiki, mlitokana nao mbali, au tunatoka kijiji kimoja. Unajua nikiwaacha itakuwa picha nzuri, Mungu tutawabadilisha. Lakini mwisho wa siku wewe unaendelea kumenyeka, unaendelea kuharibikiwa. Roho ya mauti inafanyaje kazi? Sehemu nyingine. Hiyo ilikuwa ni roho ya uharibifu. Roho ya mauti hii ni hatua ya mwisho, inakuja kumaliza. Mauti huja ghafla, lakini haijaanza ghafla, inaanza kwanza uharibifu. Ukimwona mtu amekufa, hajafa tu ghafla. Ukimwona mtu amekufa, hajafa ghafla, iko sababu. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoanza kwanza ni uharibifu, ndio yule mtu akaja kupigwa na mauti. Mauti kiroho, sio kufa kimwili tu. Kifo cha biashara, kifo cha ndoa, kifo cha huduma, kifo cha uchumi. Kunapozungumzia mauti, zungumzi tu kifo cha ghafla cha mtu amekufa. Kifo cha hicho ulichokuwa unahangaika nacho ili kitoke. Mauti haiji kukuua moja kwa moja. Kabla ya mauti inaanza uharibifu. Inatengeneza mazingira ya wewe kujiangamiza mwenyewe. Yuda, ukisoma kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 3 hadi wa 5, hakuwa anajua na hakujinyonga kwa kujua. Kilichotangulia kwanza, roho ilimuingia. Ukisoma pale, shetani hivyo muingia kama direct. Kuna watu inaingia roho inakuelekeza kabisa, fanya biashara hii, fanya kitu kile, na mambo yanaanza kufeli. Kuna mtu ulianza huduma kwa miemko na hisia. Ulianza hiyo biashara kwa miemko na hisia. Ulianza hiyo mahusiano kwa miemko na hisia. Mkajikuta ameingia kwenye dhambi, ukapata mimba, ukapata mtoto. Mwenye mtoto akakimbia. Kuna mambo mengine unaweza kumlaumu Mungu, lakini hakuna. Roho iliyoanza ni uharibifu. Mahusiano yote yanayoanza na zinaa, hakuna maisha hapo. Hakuna ndoa, mahusiano yanayoanza na zinaa. Bwana Yesu tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mauti inakutengenezea mazingira ya wewe kujiangamiza mwenyewe. Wala haiji kwa namna ya kawaida. Ndio maana Yuda hakuuawa, alijiua mwenyewe. Kwa alishatengenezewa mazingira ya kule kumdalalia Yesu apate zile hela, pesa zenyewe kuzitumia mwisho wa siku. Ndio maana angalia, shida sio upate fedha. Shida angalia unachokifanya kimebeba roho ya aina gani. Kuna vitu 5 vya kujipima hapa muhimu. Kitu cha kwanza, unapoteza ujasiri wa kuombea. Yani maana unakiwa ujipime. Ukijua kama kuna roho ya uharibifu kwenye maisha yako, jipime katika mambo 5. Jambo la kwanza, unapoteza ujasiri wa kuombea eneo fulani. Ukishaona unapoteza ujasiri, kwa mfano unasema naombea uchumi, alafu unatoka kwenye prayer point ya uchumi unaanza kuombea vitu vingine, elewa kabisa hapo kuna mfumo ambao umeshaingia. Roho ya mauti na uharibifu umeshaingia. Namba 2, hakuna matokeo kabisa. Kila unachokifanya akifanyi kazi, akilete matokeo.
Unaona kushindwa kabla ya kuanza. Namba 3, hii ni roho ya mauti. Ukishaiona hivi, wengine wanafanikiwa, wewe ufanikiwi, lakini biashara ni hiyo hiyo mnaofanya wote, eneo ni hilo hilo. Elewa, ni roho ya mauti. Hii inaitwa limitation spirit, limitation ya kiroho, roho ya kulimitiwa, kuzuilika, ya kuzuiliwa. Namba 5, ukubali ukweli. Unakataa msaada, unakataa ushauri. Hata kushauri twende kwenye maombi, huwezi kwenda kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Zaburi 40 mstari wa 2, uharibifu sio tukio, ni mahali, spiritual location, shimo la uharibifu. Kuna mahali watu wanaingiwa, kuna mahali watu wanawekwa pasipo wao kujua. Wao wanaona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo roho ya uharibifu au shimo la uharibifu kishaingizwa humo, tabia itakazoanza kutokea kwenye maisha yako, utajitahidi kufanya kwa bidii, lakini unarudi nyuma. Utaomba lakini mambo yanakuwa magumu vile vile, hata kama unaendelea kuomba. Unapanda lakini kile unapopanda kwenye level fulani unateremka. Kwa nini? Kwa sababu uko ndani ya shimo la uharibifu. Kwa huwezi kufanikiwa, huwezi kutoka kwa nguvu zako katika eneo ambalo umeshaingia. Ndio maana wengi mnajifanyia kuomba, mnajiombea wenyewe. Mfungwa huwa hajifungui, mfungwa anafunguliwa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna hatua za kufanya ili uweze kutoka kwenye hiyo hatua. Ni lazima utafute mtumishi mwenye ufunuo anaweza kukuombea. Lakini ndani ya shimo kuna kuwepo na walinzi. Mathayo 12:29, kila kilichofungwa kina walinzi. Walinzi ni mapepo, nguvu za giza, roho za kifamilia, madhabahu za zamani za ukoo likotokea. Kwa uwezi kutoka bila kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu jaribu kufuatilia ni mahali gani kuna mauti, roho ya mauti. Ni eneo gani kwenye maisha yako unaiona mauti, unaiona roho. Na mauti ni kuambia mara chache kuonekana. Mara nyingi kinachoanza ni uharibifu. Unaanza kuona mambo madogo madogo hayakai sawa. Unaanza kuona kitu kidogo kidogo, unaanza kukata tamaa, unaanza kuacha ile tabia yako ya kuomba, inaanza kuondoka. Una uharibifu na kumeshaanza kupiga hodi. Baada ya hapo mauti unaacha kuomba. Watu waache kuomba tu siku moja, watu waache kusali tu siku moja, watu waache biashara siku moja. Nyuma yake, kabla ya kuacha biashara, kabla kukata tamaa, kuna roho ilianza kuanza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ziko hatua hapa chache, nikupe hatua 5 zitakazo kusaidia kutoka kwenye roho ya mauti na uharibifu. Hatua ya kwanza ni gundua chanzo. Usipigane na matokeo ya hilo tatizo, tafuta chanzo cha tatizo. Usipigane na matokeo ya uharibifu na mauti, tafuta hizo roho zimetokea wapi. Hatua ya pili, toka kwenye shimo kiroho. Omba kwa mamlaka, agiza kwenye ulimwengu wa roho uhamishwe. Omba au ombewa, tafuta mtu akuombee utoke na uanze kujipambania. Hatua ya 3, piga walinzi. Funga, omba, kemea. Tafuta mfungo wa maombi kwa wiki, hata siku 3 siku 2. Soma neno, funga, omba, kemea, haribu. Hatua ya 4, badili njia. Kama umebadilishwa direction au umebadilishwa direction, badili njia. Kwenye ulimwengu wa roho, badilisha njia. Tamka kabisa, katika jina la Yesu nabadilisha njia. Huko nilikokuwa naelekea sipo. Hii roho imekukamata kwa sababu ulikuwa kwenye njia ambayo sio. Hatua ya 5, simama na kweli. Kubali ushauri wa kiroho na kimwili. Kubali ukweli kwamba umeshaanguka, umeshaharibikiwa. Sasa tafuta msaada wa kiroho. Tatizo lako sio la bahati mbaya, sio mapito tu, sio la kawaida. Kuna mfumo wa kiroho nyuma hilo tatizo. Kisoma Zaburi 40 mstari wa 2, akanitoa katika shimo la uharibifu. Mungu ana uwezo kukutoa, kukuinua na kukuweka mahali pa ushindi. Kwa ni lazima ukatae hiyo roho. Lazima upigane na hiyo roho. Lazima uishinde roho ya mauti na uharibifu. Ninatokaje? Tumia hizo njia 5. Unavukaje? Tumia hizo njia 5. Unakwamkaje? Tumia hizo njia 5.
Mchungaji, ndio sina dira. Dira inapatikana kwa sababu nimekuletea neno la uzima. Yesu Kristo yuko na wewe. Nimekuletea neno la uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Weka mkono kifuani, sema Bwana Yesu, kila shimo la uharibifu lililowekwa kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu ninatoka kwenye hilo shimo. Kila roho ya mauti iliyowekwa kwenye maisha yangu naivunja kwa jina la Yesu. Naifuta kila mashtaka, nafuta kila matamshi waliotamka kwa damu ya Yesu. Ninawapiga vita sasa. Ondokeni kwa jina la Yesu. Sema ewe mauti na uharibifu, tamka ondoka. Ewe mauti na uharibifu, ondoka kwenye maisha yangu. Ninarejesha njia yangu upya. Ninarejesha mafanikio yangu upya. Narejesha hatima yangu upya. Tamka kwa nguvu, narejesha hatima yangu mpya. Narejesha kusudi langu upya katika jina la Yesu. Kokote nilipofungiwa ninatoka. Sema ninatoka kwa jina la Yesu. Sema ninatoka kwa jina la Yesu. Sema kokote nilipofungiwa ninatoka. Sema katika jina la Yesu Kristo ninatoka. Sema ninaachiliwa sasa. Haya, anza kuomba napokuombea katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Ninabomoa kila misingi, ninabomoa kila roho, ninabomoa kila mikataba katika jina la Yesu Kristo juu ya msikilizaji. Roho yoyote iliyosimama kama uharibifu, roho yoyote iliyosimama kama mateso, rekeke shakata rabakoria masia, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Kila uharibifu kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, katika jina la Yesu Kristo, hiyo roho iondoke, kuache. Endelea kuikataa nami na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Toka wewe roho uliyeka, achia kwa jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Achia maisha yake roho ya uharibifu na mauti ambao umekaa kwenye maisha yake, umekaa kwenye ndoa yake, umekaa kwenye uzao wake. Rekeketekepa rakapa, roho ya kuharibu mimba, roho ya kufilisiwa, roho ya mateso, roho ya kukosa hata shilingi 100. Rikapapapa rekeketekepa rikanda baraba shendererebusia, katika jina la Yesu ninaponda, ninaharibu kila roho, ninaharibu kila mifumo ya giza, mifumo ya kuzimu katika jina la Yesu. Ninaponda hizo roho, ninaponda hiyo mikataba, ninang'oa hiyo roho, ninakufungua macho yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Nafungua macho yako sasa. Hayo macho yako yaanze kuona hiyo njia ulipo. Hata kama hutaona kwa namna kawaida, kuna ishara na kuna ndoto itatokea kwenye maisha yako, utaanza kuona. Ninakufungua kwa jina la Yesu. Funguka sasa. Funguka kwa jina Yesu Kristo. Funguka sasa. Funguka kwa jina Yesu Kristo. Kila roho za giza reke papa shakata rika na maraba shenderebo sika, kwa jina Yesu funguka. Kwa jina Yesu Kristo funguka. Hiyo roho ya mauti iliyotuma kwako kwa namna ya siri, vuka hilo eneo. Reke tekepa rakataka pasaka reke seketeke rebo sika, kwa jina la Yesu. Kila roho zikuache. Ninakufungua sasa kwa jina la Yesu. Ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakuinua kwa ajili ya msikilizaji uliyempa neema na kibali, uliyempa hatua kuanzia sasa. Bwana, ukampe neema, kampe kibali, kampe kuinuka kwa namna kipekee. Asante kwa sababu Bwana hutamwacha. Umeenda kutenda na umeshatenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, kwa maombi haya amini kwamba kuna hatua. Endelea kufuatilia mafundisho na endelea kunitafuta ikiwa unahitaji maombi zaidi ya hayo kwa namba 0789950580 na 0742095599. Nipigie kokote ulipo katika bara lote, nchi yote, mikoa yote. Nitapokea, nitakuhudumia. Na ikiwa pia unataka kusupport huduma, na uweze kutuma sadaka zako kupitia namba hiyo, na Mungu atakubariki na Mungu atakutendea mema. Mungu akubariki na Mungu akufungulie milango. Amini kuna hatua Mungu ametenda kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi
haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina la